lakini kadhalika Allah hakuzaa kwa sababu wanaozaa mara nyingi kama si zote huzaa wale watoto kwa kuja kuwahitajia wawasaidie katika kupambana na takalifu za kidunia. Nani anazaa mara nyingi kwamba aje na yeye alelewe, atakuja kufika wakati atahitaji wa kumlea. Mkiona baadhi ya wazazi huwaita watoto zao baba au mama, yani anakusudia kwa mazingatio yajayo kwamba mimi nitakuja kugeuka kuwa ni mtoto sasa nikihitaji huduma za babangu. Njoo babangu babangu huyo yani anamwandaa babake wa baadaye aje amnunulie pampers na yeye. Sio watu wazima wanavaa pampers, mgonjwa mzee ajikojolea, kama ambavyo amnunulia mtoto wako pampers na yeye aje kununulia baadaye pampers. Kwa wanazaa kwa kuwa wanawahitajia wale watoto wao waje wawasaidie katika mustakbal. Allah yeye hana haja hiyo subhanahu wa ta'ala. Au wanazaa ili wabakishe kizazi chao, lengo ni kubakisha kizazi. Ndio maana baadhi ya watu wanazitazama familia zao kwamba hii familia mbona vile kama inakwisha. Halo fulani, ushaoa bado? Fanya uoe bwana wewe. Hasa watoto wao wa kiume, kwa kuwa mtoto wa kiume ndiye anayekuza familia. Mtoto wa kike atazaa familia nyingine huko. Sinaelewa vizuri. Yani mfano mimi ni mjukuu wa Dhahiri, sisi ni wa Dhahiri. Kwa hiyo mimi baba yangu sawa na kaka zake na sisi ni wamoja, tunaongeza kwenye ukoo wa Dhahiri. Kama na dada yangu mimi ni Mdhahiri mwenzangu, lakini akizaa huenda kaja kazaa huko kina nani huko Mwakipesile huko, akaongeza ukoo wa Mwakipesile. Ndio maana maneno wanayosema banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna ar-rijalu al-aba'id. Banuna banu abnaina, watoto wetu sisi ni watoto wa watoto zetu wa kiume, ni watoto zetu sisi. Kwa maana watoto wangu ni wajukuu wa baba yangu, anawafurahia zaidi kwa kuwa wameongeza kwenye Dhahiri. Wa banatuna, na mabinti zetu, banuhunna, watoto wao, ar-rijalu al-aba'id, ni watu wa mbali huko. Tutakuja kuolelewa, tukamtoa binti kwenye ukoo wetu akaenda huko, kwa kuwa walikutana na shule wakapendana, basi nikaenda huko kazaa huko. Kwa hiyo pia wanaoa kwa kubakisha annas, kizazi. Ndio maana baadhi ya makabila huozeshana wao kwa wao. Fulani utakuta jina la kijana bwana harusi laishia labda na mzee fulani, mzee kadha Rajab. Binti ambaye ni mkewe ima ni mtoto wa shangazi au mtoto wa nani, na yeye ukimfuatilia jina lake linakwenda kwa Rajab, kinaishia Rajab. Wanakuwa ni wao kwa wao, wa Rajabu wale. Wengine wakaongeza na madhumuni yao kwamba mali yetu isiende mbali, mali baki hapa. Tumeelewana vizuri? Almuhim, katika malengo ya kuoa kadhalika kubakisha nini? Katika malengo ya kuzaa ni kubakisha nini? An-nasl, kizazi. Allah hana haja hiyo subhanahu wa ta'ala, ndio maana hakuzaa. Na Allah tabaraka wa ta'ala amelitaja hili
katika Qur'ani katika suratul An'am aya 101 anasema badi'us samawati wal ardh, yeye ndiye mvumbuzi aliyeanzisha umbile la mbingu na ardhi. Hakukuwa na mbingu sehemu Allah akakopi, yeye ndiye badi' ay muhtari'uhu, mvumbuzi mwanzilishi wa mbingu na ardhi. Anna yakunu lahu waladun, vipi atakuwa na mtoto? Enyi ambao mnamuegemezeshea mtoto, anna yakunu lahu waladun, vipi huyu, yani kaifa, vipi atakuwa na mtoto? Walam takul lahu sahiba, na wala hakuwa na mke. Ampataje mtoto na hana mke? Akisema ana mtoto, basi mtuambie na mkewe aliyemzaa mtoto huyo ni nani, na je walifunga ndoa? Sisi tunaliona vizuri. Wa khalaqa kulla shay, na yeye ndiye kaumba kila kitu, na yeye hivyo alivyoviumba hafanani navyo. Vipi awe ana mtoto? Lam yalid, hakuzaa. Na aya hii lam yalid, kipande chake cha mwanzo lam yalid, hakuzaa, haya ni majibu ya Allah. Anawajibu watu wa aina tatu. Anawajibu washirikina kwanza wa Makka, ambao wamemnasibishia Allah kwamba ana mabinti. Ana mabinti, Allah ana mabinti. Mabinti wa Allah ni malaika. Malaika ni banatullahi. Allah anawajibu, anasema lam yalid, hakuzaa. Katika suratu Az-Zukhruf fi aya 19 Allah anatupa habari zao washirikina. Anasema وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وكوجاليا ولملائكة ambao ni waja wa Allah wema, hawamuasi Allah, wakawajalia hao kuwa ni inatha, wa kike, wakawaita ni banatullah, kama ilivyokuja kwenye aya nyingine suratul An'am, waja'alu lillahi shuraka al-jinn wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmi, katika suratul An'am. Aya ngapi? Naam, aya 90 na aya 100. Aya 101. Hapana, aya 100. Aya 100 suratul An'am. Waja'alu lillahi shuraka al-jinna, na wakamjalia Allah wenza katika majini, wakafanya hawa ndio wenza wake Allah waungu. Wa khalaqahum, na yeye Allah ndiye aliyewaumba hao waliowafanya kuwa ni washirika wake kwenye ibada. Allah yeye ndiye kawaumba. Wa kharaqu lahu banina wa banat, kisha wakamzulia Allah kuwa ana watoto wa kiume na ana watoto wa kike. Waliosema ana watoto wa kike ni makureish, kufaru Quraish, mushrikun. Banat ambao ni malaika. Allah anasema kwenye suratu Az-Zukhruf aya 19,
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا wakawajalia malaika ambao ni waja wa Allah wema kuwa ni wa kike, wakasema hawa ni mabinti wa Allah. Allah anauliza ashahidu khalqahum, walishuhudia kuumbwa kwao, wakawaona kwamba hawa ni wa kike, walikuwepo. Allah alipowaumba hawa walikuwepo, walishuhudia, wakaona kuna alama za kike zipo kwao, wameziona. Satuktabu shahadatuhum wa yusalun, maneno yao haya wanaoyasema yataandikwa na watakwenda kuhojiwa na kuulizwa siku ya Kiyama. Allah akamwambia lam yalid, hakuzaa, hana mabinti. Hili ni pote la kwanza ambalo Allah ameliradi katika hii aya. Pote la pili ambalo limeradiwa na Allah kwenye kauli yake lam yalid, Mayahudi wamesemaje? Allah anasema waqalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wamesema Mayahudi Uzairu ni mtoto wa Allah. Hawa ndio wale waliomvumbulia Allah watoto wa kiume. Wa kharaqu lahu banina, wakamvumbulia kwa kumzushia kwamba ana watoto wa kiume. Miongoni mwa waliozusha haya Mayahudi wakasema Uzair ni mtoto wa Allah. Kipi kimewapelekea wakasema Uzair ni mtoto wa Allah hawa Mayahudi? Baadhi ya mufassirin wanataja sababu ni kwamba Allah tabarak wa taala alipowasalitishia wana wa Israeli, akawasaliti kwa kuwapa wafalme wajeuri waovu walio liparaganyisha na kulipasua taifa lao, wafalme waovu, wakawaua mpaka wale waliohifadhi Taurati vifuani mwao. Ikapita miaka mingi, tutapata wapi Qur'an ni Taurati? Waliohifadhi Taurati vifuani wameuawa. Allah tabaraka wa taala akawaletea huyo Uzair, wakamkuta Uzair amehifadhi Taurat sehemu kubwa, na akawa na kazi ya kuikusanya huku na kule. Kwa kuwa amehifadhi Taurat kifuani mwake na kurudisha Taurat kwenye maandiko na maandishi, wakaona huyu si mtu wa kawaida. Ndipo walipomdaia madai ya kwamba huyu ni mtoto wa Allah, akawa anaitwa Ibnullah, mtoto wa Allah. Uzair Ibnullah, wakaona si jambo la kawaida. Si kweli ni mtoto wa Allah. Kwa hiyo Allah akawajibu lam yalid, hakuzaa. Uzair si mwanawe. Kadhalika pote la mwisho na la tatu ni Manaswara wamesema na wao waqalatin nasara almasih ibn Allah, na wamesema Manaswara kwamba Masihi ni mtoto wa Allah, mtoto wa Mola muumba. Dhalika qawluhum biafwahihim, Allah anawasuta, anasema kwamba hayo maneno wanayasema tu kwa ndimi zao, ni maneno yanayowatoka kwenye vinywa vyao. Hawawezi wakayasimamishia maneno yao hayo ya kimadai hoja wala dalili. Hawana uwezo huo. Si Manasara hawana uwezo wa kuthibitisha kwamba Isa ni mwana wa Mungu, wala Mayahudi hawana uwezo wa kuthibitisha kwamba Uzairi ni mtoto wa Allah, wala makafiri wa Makka washirikina na wengineo.
kuthibitisha kwamba malaika ni mabinti wa Allah. Dhalika qawluhum biafwahihim, ni maneno yao tu wa midomo yao. Na yule ambaye hajali juu ya yale ayatamkayo, wako watu hawajali, yeye asema tu hajali, una hoja ana hoja. Kwa wale ambao hawajali juu ya yale ambayo wanayoyatamka, haishangaliwi kwake. Watu wakamshangaa kwa kusema kauli yoyote, mtu asiyekuwa na hoja haishangaliwi kwake kuzungumza kauli, na ni mtu ambaye haongozi na akili wala haongozi na dini. Kwa hiyo hatakuwa na dini itakayomzuia kusema hilo, wala akili itakayomzuilia kulitamka hilo. Ndio maana maneno haya Allah, dhalika qawluhum biafwah, ni kauli zatoka kwenye midomo yao. Lam yalid, hakuzaa. Ni radi kwa mapote mangapi? Tunasema mapote matatu, mapotevu. Walam yulad, wala hakuzaliwa. Kwa nini hakuzaliwa? Kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye wa kwanza. Huwa al-awwal, kama ilivyokuja kwenye hadithi, huwa al-awwal, yeye ndiye wa kwanza. Laisa qablahu shay, hakukuwa kabla yake na kitu chochote. Kazaliwa na nani sasa? Walam yulad, wala hakuzaliwa. Sababu hakuzaliwa kwa sababu pia tunasema hafanani na chochote, ili azaliwe afanane na aliyemzaa, na hafanani na chochote. Lakini kadhalika hakuzaliwa kwa sababu yeye ndiye wa kwanza, hakukuwa na chochote kabla yake, kama ilivyokuja katika hadithi. Kisha akasema subhanahu wa ta'ala, aya mwisho, walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, na wala hakuna yeyote anayefanana naye. Na wala hakuna yeyote anayefanana naye. Anasema al-Imam Sa'di, la fi asma'ihi, si katika majina yake, wala fi sifatihi, wala si katika sifa zake, wala fi af'alihi, wala si katika matendo yake. Tabaraka wa ta'ala, ameutukuka. Tabaraka wa ta'ala maana yake ni moja, ametukuka. Hakuna yeyote anayefanana naye katika majina yake, wala katika sifa zake, wala katika matendo yake. Hili halipingwi na Muislamu. Allah ana majina. Allahu, jina lake, hakuna anayefanana naye katika hili jina. As-Samad, jina lake, hakuna anayefanana naye katika jina lake. Al-Aziz, jina lake, hakuna anayefanana naye katika jina lake. Hata kama yatapatikana baadhi ya majina yanafanana na majina ya waja wake, ila tutasema huyu ni Aziz Allah, huyu ni Aziz makhluq, hawafanani. Sababu Aziz huyu ana izza, na aweza kitwa mtu Aziz akawa ni mtu dhalili, sio hivyo? Likawa jina limetofautiana, sababu Aziz limetokamana na al-izza, imma nguvu au utukufu. Izza, aweza mtu akaitwa Azizi na baba yake, lakini akawa dhalili kama hakuna. Kweli si kweli? Watu akawa hawaendani na majina yao. Wapo hawapo?
wapo hata kwenye binadamu tu. Mtu akaitwa Umar lakini akawa mwimba tarabu. Yatokea haitokei? Yatokea. Kule Yemen kuna mwimba tarabu aitwa Abubakar Salim, wanampenda wenyewe Abu Bakar. Huyo ndio Abubakar Siddiq, ndio huyo. Kwenye redio gani sijui kule kuna Abubakar Siddiq kwa fujo, ndio Abubakar Siddiq mwenyewe yule. Sasa ikiwa uwezekano upo kutofautiana kwenye jina baina ya mtu na mtu, vipi baina ya kiumbe na Allah subhanahu wa ta'ala? Ni mkubwa zaidi. Ndipo pale tunasema azizi Allah sio azizi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah akamsifia kama al-aziz. Kuna baadhi wanasema azizi mtu watakiwa lile jina lake usilekee alif na lam. Ukilekea alif na lam al-aziz atakuwa ni Allah. Wasema si kweli. Waqalat imra'atul azizi, kuna alif na lam. Na hii ni aya kwenye Qur'an. Waqalat imra'atul aziz al'ana hashasa al-haqq ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu lamina as-sadiqin dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kayda al-kha'inin, katika sura Yusuf. Kwa hiyo limekuja jina la al-aziz kwa alif na lam. Kadhalika rahim limekuja kwa alif na lam na likawa sio Allah, ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rauf ar-rahim. Kuna alif na lam. Kwa si kigezo cha kupambanua baina ya jina hili na jina hili, bali yako majina tunasema inakubali huku na inakubali huku, na yako majina hayakubali isipokuwa kumoja tu. Na hilo kwamba limekubali huku na huku lipo, tunasema kwamba huyu ni aziz makhluq na huyu ni aziz khaliq, bainahuma baunun shasi', baina yake kuna tofauti kubwa. Kisha akasema Sheikh Saadi, fa hadhihi sura, kwa ujumla sura hii mujtamilatun, imekusanya ala tauhid al-asma'i was-sifat, aina ya tatu ya tauhid ambayo ni tauhidul asma'i was-sifat, majina ya Allah na sifa zake. Tamma tafsiru al-ikhlas, walillahi alhamdu wash-shukr. Sura hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma rakaa ya pili katika sunna ya alfajiri, rakaa mbili zile kabla alfajiri. Ile rakaa yake ya pili Mtume alikuwa akisoma baada al-Fatiha anasoma qul huwallahu, na rakaa ya pili katika sunna ya magharibi Mtume alikuwa akisoma qul huwallahu, na katika rakaa mbili za tawafu zote Mtume alikuwa akisoma rakaa mbili za tawafu, yani rakaa yake ya pili alikuwa akisoma qul huwallahu. Kadhalika alikuwa akisoma qul huwallahu katika swala ya witri. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tumemaliza qul huwallahu, sura ambayo iko mbele yetu insha Allah ta'ala ni tabbat yada abi lahab. Walhamdulillah. Adhin muadhin kama kuna sali baada ya adhan. Kuna mwenye sali? Tafadhali. Ndio. Maiki kwa bovu. Anauliza al-akh kwamba muona mtu anainua mikono anaomba dua, akamchomekea na pale na shida zake, bwana na mimi naomba nichomeke hapo, niingize nani kwenye maombi hapo. Na yule bwana ima akakubali, usijali. Hili kwanza likiuka ili ikhlas kwa yule muombaji mwenyewe, kwa nitakufanyia hapa na utaona. Ndio maana katika maelezo ya ilmi juu ya zile aina tatu za tawassul, miongoni mwazo an yatawassala ad-da'i bidu'a'i
rajulin salih, ni mtu atawassal kwa Allah kupitia dua ya mtu mwema. Ni mtu kama anamwambia mwenzake, na matatizo yangu naomba niombee kwa Allah, na sio pale mbele ya hadhara yake. Ukimwombea kipindi yeye hayupo, hilo wanasema linapelekea zaidi katika kuleta ikhlas kwenye ile maombi yako. Na pia wanapomwombea mwenzako bidhahari alghaib, kipindi yeye hayupo wala hakuoni, dua hii unapoiomba, Allah anakuletea malaika juu yako, anaitikia ile dua, amin. Wewe unaomba, kuna malaika analetwa pale kwa sharti kwamba uwe ni bidhahari alghaib, mwenzako hayupo wala wewe huko naye hakuoni, unaletewa malaika anaitikia ile dua, anasema walaka bimithli, na wewe naye unayemwombea ndugu yako upate mfano wa hayo unayoyaomba kwake. Na kwa umuhimu wa hili, baadhi ya ahlul wakasema, walikuwa baadhi salaf, mtu anapotaka kujiombea dua fulani kwa Allah yeye kama yeye, basi hajiombei yeye kama yeye, anamuombea mwenzake ili yeye aombewe na malaika. Yule anasema amin, na wewe na upate kama hayo. Kwa hiyo kama mtu ataka kujiondoa kwenye ukata wa ndoa, mfano ndugu yetu Abu Jariri yuko wapi, atakiwa amuombee mwenzake, mfano amuombee Abu Said, anaomba ya Rabbi msahilishie ndugu yangu Abu Said apate mke aoe, msahilishie njia ya ndoa ya Rabbil alamin, Allahumma taqabbal dua ikhlas. Malaika itikia amin, kisha atasema na wewe Abu Jariri upate mfano. Walikuwa hivyo as-salaf kama walivyotaja baadhi ya ahli. Umeelewa? Tayeb. Alauliza swali la pili, hukumu ya kukatisha majina, mfano hususan majina ya ambayo ndani yake kuna taabid. Taabidi yani mtu kuitwa abdu fulani abdu fulani, mfano Abdul Latif au Abdullah. Abdul Latif watu wakamkatisha kumita Tifu. Tifu kwa maana Latif melikata ile jina. Abdullah Dula vipi jina? Bila shaka iko aina ya kukata jina ambayo yaruhusiwa, lakini sio kukata kwenye majina kama haya. Hata haya iko aina yake, mfano wa Abdullah ukawa unamuita abduhu mja wake, ile ha ni dhamiri yarejea kwa Allah. Abduhu, tunafahamiana vizuri. Lakini Tifu, Mani, mwenye Rahmani Rahmani, haifai. Suadu ni jina la binti katika majina ya mabinti wa Kiarabu. Suadu kwenye tarkhimu ya majina, na ni mlango kwenye nahwu, unasema ya Su'a, yani Suadu umeondoa dal, Su'a yafaa. Tumefahamiana vizuri hapo. Lakini sartif nini? Mwite ya abduhu, uweze abduhu, basi usimwite latif au tif. Mwite abd, mja abdi, ukiwa unakusudia Abdul Latif sawa. Lakini tif, Mani, ma Rahman, Mani nani, Razaki, mtu ile mmoja Razaki, tunaita Razaki ni Allah, ni katika majina ambayo hayakubali zaidi ya sehemu moja. Ar-Razzaq,
usimwite mtoto wako Razzaq. Ukimwita Razzaq ni sawa na kumwita Allah. Kwa hiyo vile utakavyoiona kwamba mbona kama vile jambo haliwezekani mtoto wangu wamkatisha mwita Allah huyo, vile vile ona kwamba haiwezekani mtoto wako kukatishwa kuitwa Razzaq. Vile vile sababu Razzaq na Allah ndo Razzaq. Wapata hali ngumu kuitwa Allah, pia pata hali ngumu kuitwa Razzaq. ظاهر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نصلي hamna سبحانك اللهم وبحمدك. Muda umekwenda sana. Swali la mwisho na ndugu yetu wa Kongo. Naam. Yani mtu labda anapenda jina Ibn Umar, akajiza Ibn Uthaymeen kwa sababu yeye anampenda Sheikh Uthaymeen. Huko ni kujinasibu kwa siku baba yake ambako kumekatazwa Kiislamu. Amelaaniwa anayejinasibu kwa siku baba yake. Sababu mimi ni Ibn Umar, hata kama wampenda Umar bin Khattab au mtoto wake Abdullah, wewe sio mtoto wa Umar. Kadhalika wewe huwezi kujiita Ibn Uthaymeen sababu hupo kwenye ukoo wa Ibn Uthaymeen. Sababu Ibn Uthaymeen yeye pia ni jina lake la kwao ukooni. Muhammad ibn Salih, jina lake ni Muhammad, baba yake Salih al-Uthaymeen uko wao. Sasa kama vile kusema Mwasha, Kimario. Sasa wewe mfano weweza kukubali mfano wewe mtu kwenu labda wa Zanzibar huko tuko kunasibu labda kwa Kilimanjaro Uchagani, wewe Kimario, ni Kimario wapi? Kwa hiyo ni hivyo Ibn Uthaymeen sasa. Lakini ukilijalia jina la Uthaymeen kama jina, sio ukoo, kama jina ukalichukua kama jina, mimi ni Uthaymeen, sawa, naitwa Uthaymeen, sio Ibn Uthaymeen. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.